tumesema kwamba katika matendo ya haji kuna matendo ya aina tatu. Tumesema kuna nguzo, kuna wajibati na kuna sunan. Tumesema kwamba mwenye kuacha nguzo basi huyo atakuwa hana haji, manake haji yake haitokuwa sahihi. Na nguzo tukazitaja, tukasema nguzo ya kwanza al-ihram, na tukasema ihram ni nini? Ni nia. Nguzo ya pili al-wuqufu bi Arafa, kisimamo cha Arafa, siku ya Arafa. Na nguzo ya tatu at-tawaf, na nguzo ya nne as-sa'i Safa wal Marwa, na nguzo ya tano ni al-halq au at-taqsir, na nguzo ya sita tukasema at-tartib, kuzileta kwa mpangilio. Uwezi ukaanza kufanya tawafu au ukafanya Safa na Marwa kabla hujafanya tawafu, kuleta kwa mpangilio. Kwa maana nguzo hizi ni sita, na tunafahamu kwamba mwenye kuacha nguzo ikiwa kwa udhuru, ikiwa biduni udhurin, basi huyo atakuwa hana nini? Hana hija, yani hija yake haitosihi, itakuwa batili. Na tukasema kwamba katika matendo ya hija kuna aina tatu. Kuna nguzo, arkan, manake rukun au arkan, na kuna wajibati, mambo ya wajibu. Mambo ya wajibu, mwenye kuacha uwajibu, mambo ya wajibati, basi itamlazimikia kuchinja, itamlazimikia kuchinja. Tukasema kwamba mwenye kuacha wajibati bila ya udhuru wote, hataki tu kulala Mina kwa sababu Mina pengine kuna mbanano, hataki tu kulala Mina bila sababu yote, bila dharura yote, huyu atapata madhambi na atatakiwa kufanyaje? Atatakiwa kuchinja. Na ambaye hawezi kufanya jambo kwa udhuru, manake amepata udhuru, pengine ameumwa au pengine hali ya afya yake imekuwa tabu akapelekwa hospitali, basi huyu atatakiwa kufanyaje? Kuchinja. Atatakiwa kuchinja na hatopata madhambi, hatopata madhambi na atatakiwa kuchinja. Lakini yule ambaye ameacha wajibati bila ya udhuru, basi atatakiwa kuchinja na atapata madhambi, atapata madhambi, atatakiwa afanye tauba, atubie. Na leo tumesema tunazungumza wajibati, mambo ya wajibu, na tukasema kwamba wajibati ndio kama ambavyo nimeeleza, kwamba ni mambo ambayo haisihi hija mpaka uyafanye, na pindi unapoacha wajibati basi itakuwajibikia wewe kufanyaje? Kuchinja na kupata madhambi ikiwa umeacha bila ya udhuru. Hiyo ndio taarifu ambayo ilikuwa nzuri kabisa na ilikuwa fupi. Ukiambiwa wajibati alhaji, mambo ya wajibu ya hija, ni hija haisihi, haitokuwa sahihi bila ya hilo kulifanya, bila kufanya wajibati. Na ukiacha kwa udhuru utatakiwa kuchinja, ukiacha bila ya udhuru utatakiwa kuchinja na utapata madhambi, utatakiwa kuleta tauba. Na mambo ya wajibati pia yapo mingi, takriban 6. Tutayataja ikisha tutaanza kueleza moja moja. Jambo la kwanza, kaunuhu al-ihrami min al-miqati, kuhirimia katika miqati. Tumefika katika kituo cha kuhirimia, tunatakiwa tufanyaje? Tuhirimie pale. Hiyo ni katika jambo la wajibu, ni katika wajibati al-haji. Katika mambo ya wajibu ni kuhirimia katika miqati. Hilo ndio jambo la kwanza katika mambo ya wajibu. Jambo la pili, al-mabitu bi Muzdalifa, kulala Muzdalifa. Muzdalifa ni sehemu ambayo watu hulala chini. Muzdalifa ni sehemu ambayo watu hulala chini. Hakuna shuka, hakuna zulia, hakuna carpet, watu wanalala chini. Ikiwa kuna mchanga, kuna maboksi utachukua. Ikiwa umebeba mkeka, umebeba msala wako, utatandika, utalala hapo. Ukiwa hutaki kulala, basi kwa dharura, ndio vile vile tunarudia kwamba ukiwa una dharura ambayo ya msingi ya kisheria, basi itakuwajibikia kuchinja
na hutopata madhambi. Huna dharura ya msingi, itakuwajibikia kuchinja na utapata madhambi, utatakiwa ulete tauba. Almabitu bimuzdalifa, kulala Muzdalifa, na maelezo yake yatakuja mbele tukichambua moja moja. Jambo la tatu, ramyu jamratil aqaba. Ramyu jamratil aqaba, kurembea mawe. Hii jamratul aqaba ni siku ya mwezi 10, siku ya mwezi 10, ile siku ya Eid ile tutatakiwa kwenda kurembea mawe. Tutaenda kurembea mawe, tutarembea katika sehemu hiyo ambayo ni sehemu moja vijiwe 7. Hii pia nao ni katika wajibati alhaji, ni wajibati alhaji, lazima kwenda kurembea mawe. Kwa yule ambaye hawezi, basi sheria tutaangalia huku katika kueleza namna gani sheria itamruhusu yule ambaye hawezi kwenda kurembea. Nambari 4, ramyu jamarati 3 ayyam tashrik, kurembea mawe katika viguzo vitatu ambavyo kuna hii jamratul as-sughra wal wusta na kubra, katika masiku ya ayami tashriki, mwezi 11, mwezi 12, mwezi 13 tutatakiwa kwenda kurembea mawe, na siku hiyo tutarembea mawe vijiwe 21, sughra 7, wusta 7 na kubra 7. Kwa maana vijiwe vinakuwa 21 katika mwezi 11, mwezi 12 na mwezi 13, na mwezi 10 vijiwe 7. Kwa maana ukijumlisha 21 mara 3 unapata 60 na ngapi? 63. Na 7 unapata 60 na ngapi? 69. Kwa maana vijiwe utatakiwa uviokote Muzdalifa. Tutakuja huko. Haya Muzdalifa vitakuwa ni 70, vijiwe 70. Na vijiwe hivyo utaviokota Muzdalifa. Pindi unapofika Muzdalifa kulala pale, tutaokota mawe. Na mawe utaokota takriban 70. Utatia katika vichupa mawe 70. Na tutafika mbele huko katika kuieleza, tutafahamishwa zaidi. Na jambo la 5 la wajibat, almabitu bimina layali ayami tashrik, kulala Mina masiku ya ayami tashrik. Ayami tashrik ni mwezi 11, mwezi 12, mwezi 13, ni katika wajibati alhaji. Masiku ya ayami tashrik ni siku 3, mwezi 11, mwezi 12, mwezi 13. Haya ndo masiku ambayo utatakiwa kulala Mina, na ukiwa hujalala Mina bila ya udhuru utatakiwa kuchinja, na kila siku mbuzi mmoja. Pengine hujalala siku zote, siku 3, mbuzi wa 3. Hujalala siku moja, mbuzi mmoja. Hujalala siku 2, mbuzi wa 2. Na utatakiwa kuchinja kule, utatakiwa kuchinja kule, so huku. Akasema mimi pengine nataka kuchinja huku. Utatakiwa kuchinja kule, maskini wa kule wapewe, wa kule walipo ulipofanya lile tukio. Na jambo la 6, tawaful wada, kufanya tawaful wada, manake tawafu hii ya kuaga siku ambayo unataka kuondoka. Na hii tawaful wada wengi wanakuwa hawaifanyi. Hii ni tawafu ambayo ya wajibu, kiacha utakulazimikia kufanyaje? Kuchinja. Ni wajibu kutekeleza ama kufanya hii tawaful wada. Kiacha utatakiwa kuchinja. Utatakiwa kuchinja. Na haiwezekani ukufanyiwa, haiwezekani kufanyiwa. Maana unasema labda nimpe mtu pesa akanifanyia. Ukafanye mwenyewe, ukafanye mwenyewe tawaful wada. Kwa maana haya ni mambo masita, haya mambo 6 ya wajibati. Wajibati alhaji ni hizi 6. Sasa tutaingia katika kuzisherehesha moja moja ili kuweza kuzifahamu kwa upana na kwa uelewa zaidi. Jambo la kwanza, al-ihramu min al-miqat, kuhirimia katika miqat. Tukizungumza kuhirimia manake kutia nia. Kutia nia ni nguzo. Ndio manake nguzo ya kwanza tumesema al-ihram ni kutia nia. Na hiyo nia unatakiwa uitie wapi? Katika miqati. Kwa maana ile ukifika katika miqati, kutia nia ni nguzo,
lakini ile kufika pale ni wajibu. Manake imeambatana baina ya nguzo na wajibu. Kwa maana wajibu wako kutia nia katika miqati, nia ikiwa ya umra, nia ikiwa ya hija, utie katika miqati. Anasema maana al-ihrami min al-miqati, maana ya kuhirimia katika miqati, anasema ay iqa'u al-ihrami fi al-miqati au qabla mujawazatu, kuitia nia ile katika miqati kabla hujapita katika ile kituo cha kutia nia, kabla hujapita katika kituo cha kutia nia. Hii ndo maana yake al-ihramu fil miqati au al-ihrami min al-miqati, kutia nia katika miqati. Wa aqsamu al-mawaqit, sasa kumegawanyika sasa hizi miqati ziko za aina mbili. Miqati ziko za aina mbili, kuna miqatu zamani, kuna miqati za wakati, na kuna miqat al-makan, kuna miqati sehemu. Tunaambiwa katika al-miqatu zamani, miqati za zama, huwa al-waqtu alladhi la yasihu fihi al-ihramu bihajjin au umra. Anasema huwa al-waqtu alladhi yasihu fihi al-ihramu bihajjin au umra, ni wakati ambao unasihi kutia nia ya hija ama ya umra, ndo wakati wa zama. Manake kuna wakati huwezi ukatia nia ya hija, hija ina miezi yake, huwezi ukatia nia ya hija katika miezi ambayo si ya hija, katika miezi ambayo si ya hija. Na miezi ambayo waqtul ihrami bil haji, wakati wa kuhirimia hija katika miezi yake ni mitatu au miwili na siku 10. Shawwal, mwezi wa Shawwal ambao tupo nao, Dhulqaada ambao unaokufuatia, na siku 10 za Dhulhijja, na siku 10 za Dhulhijja. Kwa maana hiyo miezi miwili na siku 10 ndio siku ambazo utatakiwa wewe kutia nia kwa ajili ya ibada ya hija. Kama vile ambavyo tunafahamu kwamba tarehe 1 Dhulqaada ndio grupu ya mwanzo duniani kufika ama kuwasili katika mji wa Maka na Madina kwa kutekeleza ibada hii ya hija. Dhulqaada mosi ndio itakuwa grupu ya mwanzo ambazo mara nyingi zinatoka Asia, huwa ndo zinafika muda huo. Na wakati ambao wa kuhirimia wa umra haina wakati, tunaambiwa fi kulli waqtin illa waqtain, wakati wowote wewe unaweza kuhirimia umra. Na ndio maana sasa hivi watu wengi wanakwenda umra mara kwa mara, isipokuwa nyakati mbili tu haitutakiwa wewe kuhirimia kwa umra. Tunaambiwa baada tahalluli, baada ya kwamba ushafanya tahallul, bimaana ushamaliza baadhi ya matendo ya hija, an-nafru min Mina, ushamaliza Mina tayari, lianahu baqiya, utakuwa umebakisha matendo ambayo ya hija. Pale haitotakiwa wewe kuhirimia hija mpaka umalize tendo la nini? Tendo la hija. Tayari ushaondoka Mina, kuna mambo pengine umebakisha tawaful ifadha, umebakisha tawaful wadaa hujazifanya, hutotakiwa kuhirimia umra mpaka umalize matendo ya nini? Umalize matendo ya hija, mpaka umalize matendo ya hija, alafu baada hapo utatakiwa kuhirimia umra. Na katika sehemu ya pili, idha kana muhriman bil haji, ikiwa wewe umehirimia kutekeleza ibada ya hija, fala yajuzu lahu an yuhrima bil umra, haitojuzu kuhirimia kwa umra. Tayari ushatia nia kwamba mwezi 8 tunatia nia kuhirimia kwa ajili ya hija mwezi 8, si ndio? Tunaenda zetu Mina. Wewe unataka ushatia nia, ikisha unataka kutia nia ya umra, haiwezekani, itakuwa haiwezekani. Fala yudkhilu al-umrata ala al-haji, haiwezi kuingizwa umra juu ya nini? Juu ya hija. Tumefahamiana? Lakini kinyume chake inawezekana. Kinyume chake inawezekana. Unaweza ukahirimia umra ukataka kuingiza nini? Hija. Hiyo yawezekana. Lakini ukihirimia hija uwezi ukaileta nini? Ukahirimia umra. Tunaambiwa katika sehemu ya pili ya miqati, hii miqati zamani ya wakati. Katika hija tumesema kuna miezi yake miwili na siku 10.
Umra tumesema wakati wowote wewe wafaa kuhirimia, isipokuwa katika sehemu, yani aina mbili ya watu ambao wametajwa hapa. Baada tahallul, baada kwamba ushamaliza Mina, umebakisha matendo ya hija hujamaliza, huwezi kuhirimia umra. Na vile vile ukihirimia hija huwezi ukaingiza umra ndani yake. Na katika miqati ya pili, almiqatul makani, miqat almakani, mikati za sehemu. Sasa hizi ambazo sehemu tunazofika, tumesafiri tunapita sehemu ambayo inaitwa miqati, pengine ya Lamlam ama Dhulhulaifa ama Juhfa au Dhat Arqi, unapita pale ili upate kutiania, kwa maana huwa almakan. Miqatul makani anasema ni sehemu ambazo inasihi kutiania kwa hija ama kutiania kwa umra, na fayajibu alayhi alihramu kabla mujawazati, na ni wajibu kuhirimia kutiania kabla ya kupita sehemu hiyo. Na lau utapita, basi itakuwajibikia mambo mawili, ima urudi ukatiania ama uchinje, ima urudi ima uchinje, kwa sababu ni katika wajibati alhaji, ni katika mambo ya wajibu kuhirimia katika miqati. Na hizi miqati zipo nyingi, zipo nyingi, tutaambiwa hapa miqati. Kuna miqati ahli Makka, kuna miqati ya watu wa Makka. Watu wa Makka wanahirimia pale walipo, wale watu wa Makka wao wanahirimia pale walipo majumbani mwao. Watu wa Jidda wanahirimia pale walipo katika majumba yao. Na kuna miqat ya Lamlam, miqat ya Lamlam lilhaji au lilumra. Hiya Lamlam li ahli al-Yaman, watu wa Yemen mara nyingi huwa wanahirimia katika miqati hiyo ya Lamlam. Na vile vile Qarnul Manazil, kuna miqati inaitwa Qarnul Manazil li ahli Najdi, watu wa Najdi wanahirimia katika miqati hiyo. Na vile vile kuna Dhatu Irqin li ahli al-Iraq, na vile vile kuna Juhfa li ahli al-Sham Misri wal Maghribi, na vile vile kuna Dhulhulaifa li ahli al-Madina, watu wa Madina wanahirimia sehemu hii inaitwa Dhulhulaifa. Sisi tumefahamiana hapo, miqati hizi tumezitaja majina. Na vile vile kuna Qarnul Manazil, kuna Qarnul Manazil. Masailu fil ihram, sasa kuna masuala ama masail katika ihram. Anasema kwamba yoyote yule ambaye pindi mtu atapita katika miqati naye anataka kuhirim, manake ana azma ya kutaka kuingia katika ibada. Si tunaondoka hapa tuna azma ya kuingia katika ibada. Wewe ukapita katika miqati, baada ya kupita katika miqati unataka kuhirimia biduni ihram, ukapita bila ya kuhirimia, hukumu yake ni nini? Umepita katika miqati hujatia nia, hilo ndo suala. Hukumu yake ni nini? Tasikia hapa, wajaba alaihi dam, itakuwajibikia kuchinja, itakuwajibikia kuchinja, na itaporomoka kuchinja pindi utakaporudi katika miqati ule ambao, tena miqati ule ambao umepita. Kama umepita miqati ya Lamlam, basi urudi pale pale ambapo miqati ile ambayo umepita, na kabla ya kutekeleza ibada. Manake ikiwa ushaanza kufanya tawafu ama ushaanza kufanya ibada nyingine ambayo wewe umepita hujahirimia na ushatekeleza ibada nyingine, ushaanza kutekeleza ibada, basi itakuwajibikia kuchinja. Ikiwa kabla hujaingia katika ibada, ikiwa kabla hujaingia katika ibada ama hujafanya matendo ambayo ya ile ibada ambayo umeikusudia. Na tunaambiwa kwamba masaili ya pili, pindi utakapopita katika miqati wa huwa ghairu muridin nus, ukiwa wewe hutaki, sasa hujakusudia, pengine umepanda ndege unasema mimi nakwenda Jidda, sendi kufanya ibada, naenda matembezi, naenda kutembea pengine na jamaa zangu na ndugu zangu. Umeondoka kama mtu wa kawaida, huna nia ya ibada, ushashuka kule, sasa unasema nishafika mpaka huku mimi nataka kufanya ibada. Basi huyu yeye ana hukumu gani? Mtu huyu ana hukumu gani? Anasema huyu yeye hukumu yake atakuwa atahirimia mahali pale ambapo alipo, atahirimia mahali ambapo alipo, kwa sababu azma yake ilikuwa si kwenda kutekeleza ibada, lakini ameazimia
wakati tayari ashafika na pale alipo, basi ndipo sehemu ambayo atatakiwa ahirimie. Na pindi mtu huyu ashafika Maka, sasa ashafika Maka na yeye hajakusudia kutekeleza ibada. Umefika Maka kukusudia kutekeleza ibada, pengine umeenda kwa biashara, umeenda kwa kukutana na mtu, huna nia ya ibada. Ikisha baadaye hapo ukataka sasa kufanya ibada, basi mikati yake itakuwa mikati ya watu wa Maka. Pale ulipofikia utatia nia, pale ambapo ulipofikia utatia nia. Sasa kuna suala, ikiwa sasa mtu amepita katika mikati nasian, kasahau, ana azma ya ibada, mikati tayari ashapita, kasahau kutia nia, huyu nini itamwajibikia? Ambalo tumelieleza. Ikiwa kuna suala tunakaribisha, hamna suala tutaingia katika aina ya pili ya wajibati alhajj. Naam. Na miqati tunaulizwa swali hapa, ikiwa sisi mfano tupo kwenye ndege, tutajuaje kama kuna miqati ama tumefika katika ni mahujaji? Tutatangaziwa kwenye ndege kwamba mahujaji wanatakiwa waamke, itagongwa ile alamu ya kwenye ndege. Mahujaji wanatakiwa waamke, walolala wale ambao, na rubani atasema kwamba bwana katika ndege kwamba jamani, katika miqati, utasema maneno haya, labbaik allahumma umra, labbaik allahumma umra, labbaik allahumma umra.